The Concubine ni novel inayofundishwa kwenye somo la literature in English upande wa Tanzania. Mpenzi mfuatiliaji sasa mwanafunzi unayesoma kidato cha 3 na cha 4 somo la literature in English. Napenda kukaribisha kwenye uchambuzi wa novel hii pendwa barani Afrika inayofahamika kwa jina la The Concubine, yani Hawara. Nitaenda kuelezea kwa ufupi kabisa kwa sababu novel hii nimeielezea mara nyingi sana, yani kuna zaidi ya video au audio 5 nilizozielezea toka mwaka 2021 na huu ni mwaka 2025. The Concubine maana kama nilivyosema ni Hawara. Hawara ni nani? Kuna mhusika mkuu ambaye ni mwanamke anafahamika kwa jina la Ihuoma. Kwa wale ambao hawajawahi kusoma kitabu hiki, unaweza kufuatilia uchambuzi wa novel hii ya The Concubine kwa kuandika Teacher Karigo Njige The Concubine, utaona uchambuzi wa hii novel. Lakini leo nitaenda kueleza kwa ufupi kabisa ambacho kilimgusa mwandishi mwenyewe Elechi Amadi kukiandika kitabu hiki. Elechi Amadi huyu ni Mnigeria, aliandika novel mwaka 1966 kwa lengo la kufahamisha Waafrika, yani na watu wengine kutoka nje ya Afrika kujua tu mambo ambayo yaliyopo ndani ya Afrika. Na novel hii inaongelea masuala ya African tradition and customs, especially katika swala la superstitious belief, katika imani za kishirikina. Ameelezea uhalisia na maisha ya Mwafrika akiamini katika swala la ushirikina, yani uchawi ndo sababu kubwa au janga kubwa sana la Waafrika linalowatesa. Kwa mfano, ameelezea swala la huyu mwanamke asili yake au chimbuko lake mpaka anazaliwa duniani anayefahamika kwa jina la Ihuoma, kwamba mwandishi anatufahamisha kwamba katika chapter 28 ukurasa wa 195 kwamba Ihuoma hakuwa binadamu wa kawaida, kwamba alikuwa ni pepo huko baharini, lakini baadaye akakorofishana huyo mume wake anayefahamika kwa jina la Sea King. Na Sea King sio mhusika, ni mhusika dhahania ambaye ni pepo. Na baadaye sasa Ihuoma anakuja kuzaliwa duniani. Sasa Ihuoma amekuja kuonekana ni msara, yani ni janga katika jamii za Kiafrika. Waafrika wengi, yani au baadhi ya wanaume wa Kiafrika wanapitia changamoto, yani kifo juu ya huyu mwanamke. Kwamba mwanaume kwanza ambaye alimuoa anafahamika kwa jina la Emenike, yani Emenike ndo mume wake aliyemuoa Ihuoma, na wakakaa miaka 6 kwenye mahusiano yao na wakazaa watoto wawili wa kiume. Lakini baadaye huyu mwanaume Emenike alikuja kufariki kwa sababu ya tatizo la kifua, baada ya kugombana na ndugu yake jirani yake anayefahamika kwa jina la Madume, kwa sababu tu ya kipande cha ardhi, yani piece of land kikapelekea ugomvi. Na kile kipande cha ardhi wazee walijaribu kutatua huo mgogoro, lakini Madume alikuwa hajalizika, maana alikuwa na tabia ya ugomvi. Lakini baadaye wakagombana, akazidiwa nguvu huyo Emenike, na anajulikana Emenike yuko vizuri katika masuala ya ngumi, lakini alizidiwa na akazimia. Kumbe huo ugomvi ukapelekea tatizo la kifua, na tatizo la kifua ndio likapelekea baadaye kifo cha Emenike. Watu wakazika, wakalia na kuhuzunika kwa nini Emenike ametembea mbele za haki. Sasa mhusika mwingine ambaye alimfuata Ihuoma, lakini baadaye naye alikuja kufa, ambaye ni Madume. Madume mwandishi anatufahamisha kwamba ana watoto 4 wa kike, lakini alikuwa hawapendi, anatamani sana apate mtoto wa kike. Lakini sasa ndio hivyo, Mungu kamjalia kupata watoto wa kike, lakini yeye alikuwa hapendi. Kwa hiyo tunapata swala la gender stereotype. Anatamani sasa kwamba apate watoto wa kiume. Nani sasa mwanamke ambaye atakamuoe? Anatamani sasa amuoe Ihuoma, akaanza kumtongoza Ihuoma, lakini Ihuoma alikuwa hataki kabisa, kwa sababu ndio yeye aliyepelekea kifo cha mume wake Emenike. Lakini baadaye sasa Sea King, kwa sababu aliapa baada ya kuachana Ihuoma na kumwambia kwamba yeye atazaliwa duniani, lakini yeye bado ni mke wake, bado anampenda sana kuliko wake wengine ambao ni mapepo huko baharini. Sasa na mwanaume yote atakayemuoa lazima amuue kama alivyofanya kwa Emenike. Madume akawa anamsumbua mara kwa mara, na siku moja Ihuoma akiwa shambani akivuna mazao kwenye shamba la
kwenye shamba lenye ugomvi, siku ambayo mume wake Emenike alikuwa anaotesha mazao kule, lakini sasa baadaye madume akamkuta katika ile eneo, na Ihuoma akabidi aondoe kwa hasira kwa sababu madume amemgombeza, hataki kumuona katika ile eneo. Ghafla sasa akajitokeza huyo nyoka na kumtemea mate machoni madume akawa kipofu, na maisha madume akawa ni kipofu. Lakini sasa hakuweza kuvumilia, akaamua kujinyonga na kujiua. Kwa watu wakazika. Sasa jamii kashangaa kwa nini maisha haya yamekuwa hivyo tena juu ya huyu mwanamke. Mganga wa kienyeji anafahamika kwa jina la Anyika, akabidi aongee na miungu yao wajue shida ni nini ndani ya jamii yao. Sasa miungu ikajibu na kusema kwamba katika jamii ile kuna mwanamke ambaye ni balaa, ambaye ndo Ihuoma mwenyewe. Baadaye sasa mambo yanaendelea kwa ajili ya kutoa hiyo laana au mkasa ule katika ile jamii. Kuna kijana mwingine anayefahamika kwa jina la Ekweme, amemtamani Ihuoma, ataka amuoe, lakini sasa ameshafahamishwa kwamba yule mwanamke ana balaa, kuna changamoto inayomkumba katika maisha yake, lakini haelewi tu kwamba yeye anatamani hata kama ndoa yake iwe ya siku moja, huyo mwanamke ni mzuri, anampenda sana. Lakini sasa hakuweza kusikiliza wazazi wake na pamoja na mganga wa kienyeji ambaye ni Anyika. Anatamani amoe, lakini Anyika alipendekeza kwamba watafute mjusi ili waweze kufanya tambiko katikati ya bahari, ili Seeking amruhusu Ihuoma aolewe na Ekweme. Sasa wakawa wanatafuta huyo mjusi. Mtoto wake mmoja wa Ihuoma akaona mjusi katika eneo la mti ambao umekaribiana na nyumba, akabidi achukue mshale na kumlenga ule mjusi. Bahati mbaya ule mshale ukawa umemlenga Ekweme tumboni, na pale pale Ekweme akadondoka chini na akawa amekufa hapo hapo. Ihuoma alilia kwa hasira sana, kwa majonzi makubwa sana, kwa masikitiko makubwa sana, kwa sababu kila mtu ambaye anajaribu kuwa katika mahusiano naye au kuwa karibu naye anapitia changamoto za vifo kama hivyo. Kwa hiyo tunaona mila Death imejaribu kuongelewa ndani ya hii novel kwa sababu imekuwa tishio kubwa sana kwa maisha ya hawa watu watatu. Kwa ndio maana nimejaribu kuelezea huu mkasa na ujue kwamba The Concubine maana yake ni ionic title, ni title ambayo ni ya kejeli, yani haina maana ya moja kwa moja, kwa sababu Ihuoma yeye sio concubine, sio hawara, hakutaka kuwa hawara, lakini Seeking ndo ameamua kumtengeneza mazingira yale awe concubine, akiapa ile maneno kwamba hata olewa na mwanaume yoyote. Ndio maana ile Chamad amejaribu kueleza swala la superstitious beliefs, masuala ya witchcraft katika nchi za Kiafrika ni tatizo kubwa sana, na watu wengi wanapitia mikasa hiyo hiyo kwa sababu ya ushirikina. Kuna wanawake wengine hawazai, kuna wanawake wengine hawadumu kwenye mahusiano yao, kumbe ni kwa sababu ya watu ambao wameingia kwenye migogoro nao na kuwapa kwamba hawatafanikiwa au hawatazaa kabisa. Kwa mpenzi msikilizaji, hii novel ya The Concubine inajaribu kugusa maisha ya Waafrika na changamoto ambazo Waafrika wanazipitia katika maisha yao. Kwa ndo maana Ihuoma akawa ameumia sana, na mwisho jamii ikafahamu kwamba huyu mwanamke Ihuoma kwamba anapitia changamoto, kumbe kwa sababu ya Seeking ambayo ni pepo ambayo lilimuoa kipindi ambayo hajazaliwa duniani. Haya ndo maisha ya Waafrika ambayo yanawakumba bila kwa sababu ya watu wengine. Kwa ndo maana mpenzi msikilizaji, iwe mwanafunzi au mwalimu, muda mwingine unaweza kupitia changamoto hizi ukiwa shuleni, unakuwa goigoi, unakuwa uelewi, unakuwa unaumwa, lakini ukiwa katika mazingira fulani mengine unakuwa uko vizuri kabisa. Kumbe ni kwa sababu ya watu wengine wenye tabia kama za kina Seeking wanakusumbua katika maisha yako. Kwa ndo maana nimeamua nikusogezee, nikufahamishe kwa ufupi kabisa juu ya The Concubine, uelewe kwamba hawara ni nani. Japokuwa kitabu hiki cha The Concubine kina chapter 30, lakini kimeeleza mambo mengi sana ndani ya hizo chapter, lakini mimi nimeenda moja kwa moja kukufahamisha kwamba concubine ni nani, ni Ihuoma, na ni kwa nini mwandishi amejaribu kuelezea Ihuoma. Amejaribu kuelezea Ihuoma kugusa maisha ya huyu mhusika pindi hajazaliwa duniani na baada ya kuzaliwa duniani, na mikasa yote aliyoipitia. Anatamani kuwa kwenye familia bora, kwenye familia yenye upendo, lakini anapitia hiyo mikasa mingi sana, na mwishowe anakosa matumaini, na jamii inafahamu kwamba huyu mwanamke ana hili balaa, na hawa watu watatu wote wameshakufa kwa sababu yake yeye. Kuna mwandishi amejaribu kumuelezea Ihuoma ni mwanamke mrembo sana, ni mwanamke mzuri sana, ndio maana jamii yenyewe mpaka inashangaa
kwamba mwanamke anakuwaje mzuri kupita kiasi hiki. Kwa mitazamo yote ya watu inakuja